Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amehitimisha ziara yake ya kihistoria nchini Urusi, ambapo alishiriki katika mkutano wa kimataifa wa uchumi wa St. Petersburg International Economic Forum uliofanyika katika jiji la St. Petersburg. Mkutano huo uliokutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji wakubwa na wadau wa biashara kutoka zaidi ya nchi 100 duniani kwa lengo la kujadili fursa za uwekezaji, biashara na ushirikiano wa kiuchumi katika mazingira ya dunia yanayobadilika haraka. Akiwa katika mkutano huo, Rais Samia alishiriki katika kikao maalum cha Tanzania na Urusi kilicholenga kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa haya mawili katika sekta za biashara, uwekezaji, nishati, elimu, kilimo na maendeleo ya kiteknolojia. Kikao hicho pia kilihudhuriwa na mawaziri waandamizi kutoka pande zote mbili. Moja ya matukio yaliyovutia hisia za washiriki wengi ni mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya Rais Samia na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo viongozi hao walisisitiza umuhimu wa kuendeleza urafiki wa muda mrefu kati ya Tanzania na Urusi pamoja na kufungua milango mipya ya biashara na uwekezaji. Aidha, ushiriki wa Watanzania ulionekana kuwa wa kipekee kutokana na nafasi ya Rais Samia kuhutubia jukwaa hilo kubwa la kimataifa, jambo lililoonyesha kuongezeka kwa ushawishi wa Watanzania katika masuala ya uchumi na diplomasia duniani. Katika hali iliongeza msisimko kwa mkutano huo, mamlaka za Urusi ziliongeza ulinzi mkali kufuatia taarifa za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani karibu na eneo la mkutano, huku shughuli za kongamano hizo zikiendelea na kuvutia maelfu ya washiriki kutoka mabara mbalimbali. Ziara hiyo pia imeelezwa kuwa ya kihistoria, kwani miongoni mwa ziara muhimu zaidi ya ngazi ya urais kati ya Tanzania na Urusi katika miaka ya hivi karibuni, huku mwaka huu ukiwa kipindi cha kuimarika kwa ushirikiano wa kidemokrasia na kiuchumi kati ya mataifa haya mawili. Na leo Rais Samia Suluhu Hassan amewasili nchini Tanzania akitokea Urusi baada ya kuhitimisha ratiba yake ya kikazi, huku Watanzania wakitarajia kuona matokeo ya mabadiliko na mazungumzo yaliyofanyika katika mkutano huo mkubwa wa kimataifa kwa manufaa ya maendeleo ya taifa.